अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के मुबारक महीने से गुजर। Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Salaziz anasema kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu siku hizi tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wenye bahati nzuri ni wale ambao watakaopata faida katika mwezi mtukufu huu, na baraka za Ramadhan zinapatikana kwa kujua uhakika wa saumu na kwa kupata faida katika mwezi huu mtukufu Ramadhan. Bila shaka kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haki kwamba mwezi wa Ramadhan uwadiapo hufunguliwa milango ya peponi na hufungwa milango ya motoni na mashaitani hutiwa pingu. ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं, क्या हर एक के शैतान को जकड़ दिया जाता है? Lakini je, kwa ajili ya kila mtu milango ya peponi hufunguliwa? Au je, shetani ya kila mtu anatiwa pingu? Au milango ya moto inafungwa kwa ajili ya kila mtu? Haiwezekani kwamba iwe hivi, kwa sababu hapa Mwenyezi Mungu anawahutubia waaminio. Hapa swali linapatikana kwamba kwa kuamini kwa kidhahiri au kwa kuwa Muislamu au kwa kufunga saumu mtu anaweza kupata baraka hii? Ikiwa hii inatosha, basi Mwenyezi Mungu mara kwa mara pamoja na imani amekumbusha kuhusu kufanya vitendo vizuri. Bali Mwenyezi Mungu amesema kwamba mtu yeyote akifanya vitendo vizuri atapata ujira mwema. Bila shaka kufunga saumu au kupita katika mwezi mtukufu Ramadhan haiwezi kumfanya mtu kuwa mrithi wa pepo, bali pamoja na hii analazimika kufanya mambo mengine pia, na analazimika kutimiza zile wajibu.
जिन्हें बजा na kuna masharti pia analazimika kufuata yale masharti वरना सुबह na vile vile kuzingatia vitendo vizuri na pia ni muhimu na kufanya vitendo vizuri ni lazima kwa mwaminiwa afanye pengine kwa kula chakula asubuhi kisha kuacha chakula mpaka jioni watu wa aina hii wanapatikana chungu mzima katika dunia hii wanakula asubuhi kisha wanakula jioni wabali mafukara wa jina इबादत wao wanakuwa na tabia ya aina hii na wanafanya juhudi la aina hili ऐसे kwamba hawali chakula kwa muda mrefu पूरी की वजह से नहीं खा सकते बाज़ दफ़ा lakini hawafanyi ibada wala hawafanyi wema बाज़ के हालात ऐसे हैं wapo wengine katika dunia hii मिलती है मुश्किल से ambao hawawezi kula kwa sababu ya umaskini wao बाज़ खास किस्म के परहेज़ की हिदायत करते हैं baadhi wanapata chakula mara moja tu kila siku au baadhi wakati madaktari wanawaambia wagonjwa डाइटिंग के शौक में wasile chakula na wagonjwa wa aina hii hawali chakula siku mzima na hasusan kina mama pia baadhi wakati ambao wanafanya dieting hawali chakula siku mzima siku mbili iliyopita mama mmoja alikuja kwangu kukutana nami na akasema kwamba binti yangu ameingia katika umri wa ujana na imeingia kichwani chake kwamba yeye anataka kuwa mnyambamba और एक वक्त खाती है kwa sababu siku hizi mabinti wanafanya hivi na kwa sababu ya hii yule binti ameacha kula chakula anakula mara moja kwa siku na tena anakula kidogo sana और शायद वो लड़की अब समझे कि रमजान का महीना आ गया है katika mwezi mmoja au mwezi mmoja na nusu amepunguza uzito wake pauni 14 15 और रमजान का महीना है labda शैतान तो sasa ye akifikiria kwamba ramadhani imeingia nikifunga saumu basi hii itakuwa wema na जेल में है na katika ramadhan shaitani amefungwa nitapata thawabu basi katika hali hii nitafaidika na kazi hizi zote mbili hazur anasema watu na wajua watu wengine ambao wanafunga saumu kisha hawafanyi kazi yoyote bali wanaendelea kulala siku mzima तो रमजान आया na wanaona kwamba wamefanya wema na watapata thawabu na ujira wake खोल दिए गए mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema kwamba fungeni saumu ramadhani imeingia shetani amefungwa na milango ya pepo imefunguliwa na milango ya motoni imefungwa कि तुमने नेक अमाल भी करने हैं। बेशक तुम्हारा ये अमल है pamoja na hii pia सुबह से ni lazima kwamba tunalazimika kufanya vitendo vizuri pia bila shaka जैसा कि मैंने बताया mnakula daku asubuhi kwa sababu mwenyezi mungu amesema mle daku na jioni mnafuturu hazur anasema kama nilivyosema तुम्हें रोजे का सवाब मिल गया wapo watu wengine या तुम्हारा शैतान ambao wana shida wanafunga saumu जन्नत के दरवाजे तुम lakini msione kwa kufanya hivi kwamba mtapata thawabu au shetani yenu ametiwa pingu au milango ya peponi imefunguliwa kwa ajili yenu na moto imekuwa haramu kwenu जो अमाल सालिया भी बचा लाएगा जो अल्लाह ताला का खौफ katika mwezi mtukufu wa ramadhan mtu yule tu anaweza kupata faida ambaye anafanya vitendo vizuri pia ambaye खुदा ताला की रजा के मुताबिक anakuwa na haufu ya mwenyezi mungu na kwa kuwa na haufu ya allah subhanahu wa taala anafunga saumu कि जो ईमान की हालत में na kisha anajitahidi kila kitendo chake kiwe sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema hii pia kwamba yule ambaye anafunga saumu kwa kuwa na imani na kwa ये चीजें kujizingatia basi saumu yake itakubaliwa na pepo italetwa जहाँ karibu naye na shetani yake atatiwa pingu से बढ़कर तवज्जो दिलाने वाला होगा basi vitu hivi au kufunga saumu बुराइयों से रुकने के लिए ikiwa inatukumbusha kuhusu vitendo vizuri बुराइयां तर्क करने के लिए भी zaidi kuliko zamani vile vile saumu पैदा करेगा
inatuzuia एक मोमिन katika maovu, na kwa kuacha करने की कोशिश करे, maovu mtu सिर्फ atajitahidi kufanya wema, उनके अदा करने की कोशिश नहीं करेगा, na katika hali hii atajitahidi kuboresha ibada yake, hatazingatia majukumu yake tu, bali atajitahidi kutimiza majukumu yake, bali pamoja na hii atazingatia nafali pia, माली कुर्बानियों na atajitahidi kutimiza haki ya nafali, na vile vile atajitahidi kutimiza haki ya tahajjud. vile vile atazingatia kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na vile vile atajitahidi kuzingatia haki za watu maskini, ndipo anaweza kupata faida katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. बेइंतहा सदका व खैरात करते Kuhusu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, katika riwaya inapatikana kwamba mwaka mzima Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya sadaka, alikuwa akitoa sadaka sana, रमजान के महीने में तो लगता था कि इस तरह से na alikuwa akiwasaidia watu kiasi hiki kwamba mfano wake haupatikani. Lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhan Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa sadaka kama hewa kali sana, रमजान में वो उन इंतहाओं से भी na ibada alikuwa akifanya sana, na समझो Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada ambayo mfano wake haupatikani, lakini katika Ramadhan alikuwa akifanya juhudi zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba msione kwamba Ramadhani imekuja na bila kufanya chochote umepata kila kitu, kwa sababu ya hii tu kwamba umefunga saumu ya Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukumbusha kuhusu baraka za Mwenyezi Mungu, baraka za Ramadhan, namna gani tunaweza kupata baraka hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba, ये भी फरमाया आपने कि na hii inapatikana katika riwaya moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ताला को उसका भूखा asiye achana na kuongopa na kudanganya, ऐसा रोजा फिर Mungu hana haja ya kwamba yeye mtu huyo aache chakula chake na kunywa kwake. कि शैतान जकड़ा गया, Yani saumu ya aina hii haileti faida yoyote. रोजों का हक Basi sisi hatutakiwi tufurahi kwa sababu ya hii tu kwamba shetani amefungwa, bali tunalazimika kufunga saumu na kutimiza haki za saumu. अमल करने से जो नहीं रुकता Mtume sallallahu alaihi wasallam उसका रोजा नहीं। ametukumbusha kuhusu hii kwamba kusema uongo, छोटी सी na दवाई से लेकर kwa yule ambaye haachi kufuata uongo, saumu yake si saumu. एक शख्स को Katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza uovu wa kila aina, uwe mdogo au mkubwa. उसकी तमाम Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu mmoja kwamba aseme kweli daima, na kwa kumwambia hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtakasa katika maovu yake ya kila aina, उस शख्स की जिसको ये कहा कि तुम सच्चाई na mifano yake inapatikana chungu mzima. पर कायम रहने के ऐद से दूर हो गई। Udhaifu wa kila aina uliokuwa unapatikana ndani ya yule mtu kwa kufanya ahadi yake ya kusema ukweli, basi Mwenyezi Mungu alifuta dhambi zake zote. वजतनेबुल रिश्ता Kisha muone Mwenyezi Mungu वजतनेबु amesema kusema uongo ni sawasawa na ushirikina, kama anasema fajtanebu rijsa min al-awthane wajtanebu qawla zure. फरमाते हैं कि यानी बुतों की पलीदी और झूठ की पलीदी से परहेज करो। Katika maelezo yake Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, yani uchafu wa masanamu na uchafu wa uongo mujitahidi kujiepusha. जिस पर भरोसा करने वाला Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, kuabudu masanamu na kusema uongo mujiepushe.
uongo pia ni sanamu ya aina fulani. Yule ambaye anategemea uongo basi hategemei Mwenyezi Mungu. Kwa kusema uongo Mwenyezi Mungu pia hapatikani. वो इसलिए कि एक तरफ तो रोजा Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hii kwamba anayesema uongo au anayefuata uongo basi saumu yake haikubaliwi, फरमाया है hii ni kwa sababu ya hii kwamba upande mmoja anadai kwamba mimi nafunga saumu kwa amri ya Mwenyezi Mungu, ना अमन kwa sababu Mwenyezi Mungu लेकिन उससे alisema katika Qur'ani tukufu है लोगों जो ईमान लाए हो kwamba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu, तुम रोजे रखो enyi mliamini saumu imelazimishwa kwenu, ndio maana mnalazimika kufunga saumu. एक तरफ तो ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म से रोजे रख रहा हूँ, Na तो ये कि जिसके हुक्म kwa amri ya Mwenyezi Mungu से उसके मुकाबले पर mtu anafunga saumu, na खड़ा किया जा रहा है, upande mwingine बस ये दो अमली नहीं हो सकते। dhidi yake फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया dhidi yake anafanya uongo uwe Mungu wake. सब काम अपने लिए हैं मगर रोजा मेरे लिए। Amali ya aina hii haiwezi kukubaliwa. So Mwenyezi Mungu amesema kwamba कि एक काम vitendo vyote vya binadamu ni kwa ajili yake, isipokuwa saumu के लिए hasa ni kwa ajili yangu pekee, nami ndimi ni malipo yake. ये भी उम्मीद रखी जा रही Hii haiwezi kuwa kwamba kazi moja inafanywa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na kazi ile inafanywa kwa kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kwa kutegemea kwamba ujira wa saumu yangu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. बातों में Yani ujira hauna mipaka yake. झूठ शामिल हो जाए। Kisha pamoja na hii, katika maisha ya kawaida anasema uongo, na katika vitendo vyake uongo unapatikana. Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakusema इंसान जो कहता है kwamba msiseme uongo kwa ulimi wenu, रोजे में bali ameweka pamoja na hii uongo wa amali pia. Na uongo wa amali ni kwamba बुलंद होने चाहिए, hafanyi sawa na के लिए अगर कोशिश नहीं msemo wake. Katika Ramadhan inatakiwa तो ये बेअमली। ibada iboreke zaidi हाँ हज़रत na vitendo viboreke zaidi. Ikiwa mtu hafanyi juhudi na anaishi kama alikuwa akiishi zamani, basi hii si imani yenye amali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema रोजे का हक है, ikiwa mtu anapigana na mwenye saumu aseme kwamba mimi nimefunga, na asijibu, जवाब दिया जाए लड़ाई से। yani asipigane, na hii ndiyo ni haki ya mwenye saumu. अपने कामों में अगर हक अदा नहीं किया जा रहा Lakini kama anapigana, basi hii ni uongo wa amali. तो ये अमली झूठ है। Ikiwa hatimizi haki katika kazi yake, hii pia ni uongo wa amali. Ikiwa hatimizi haki za wengine, hii pia ni uongo wa amali. कि हमने Ikiwa mume na mwanamke wanapigana को बेहतरी की तरफ ले जाना है, na hawaleti mabadiliko katika Ramadhan kwa nia hii kwamba katika कि रमजान में mwezi huu mtukufu हासिल किया जाए, tutajitahidi kuboresha uhusiano wetu खुद हमारी जज़ा बन जाए। na tutaboresha mapenzi yetu ili tuweze kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, लेकिन ili Mungu mwenyewe awe ujira kwa ajili yetu. Katika hali hii, ikiwa hata kama anadai kwamba amefunga, lakini kitendo chake kinakataa dai lake, इंतहा उसकी ये भी kisha vile vile कि कारोबारों को kuna sura ingine ya uongo wa vitendo, अपने दिन na mwisho wake ni huu kwamba wenye biashara रोजे के बावजूद अपनी इबादत kwa ajili ya kupata malengo ya dunia और नवाफिल na kwa ajili ya faida ya dunia पर फौकियत दी जाए, और फिर इससे भी बड़ा kwa kuwa wanafunga lakini hawazingatii ibada wala hawazingatii usomaji wa Qur'ani tukufu, bali wanatanguliza mambo yao ya dunia juu ya mambo haya yote. Kisha watu wengine kwa ajili ya kupata
faida na manufaa zaidi katika biashara wanasema uongo, ये शिरक है। और हज़रत kana kwamba ने फरमाया wao wanamtanguliza uongo dhidi ya Mwenyezi Mungu, दर हकीकत फाका है। na uongo wa kauli na uongo wa vitendo ni shirk. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba saumu ya mtu wa aina hii si saumu शैतान भी na haina umuhimu wake kwa Mwenyezi Mungu. करीब कर दी जाती है, लेकिन उसके लिए Bila shaka Ramadhan inasababisha kuleta mapinduzi na shetani anatiwa pingu na pepo inaletwa karibu, lakini kwa ajili yake yule ambaye anajitahidi kuleta mabadiliko mazuri ndani yake, करीब होने की कोशिश करे, anajitahidi kufanya vitendo vyake na kauli yake sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na anajitahidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na anajitahidi जो आम kufuata amri za Mwenyezi Mungu katika maisha yake ili फायदा उठाए, aweze kupata rehema na ghufira ya Mwenyezi Mungu ambayo जो ला महसूस तरीके inazidi sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ajitahidi kupata faida katika hii na हो जाते हैं, avunje उनको vizuri masanamu रिजवान उड़ा देते ambayo baadhi wakati yanapatikana kwa kujua na baadhi wakati yanapatikana kutokujua. खुदा ताला की हुकूमत के लिए Basi yeye analazimika kuvunja masanamu haya yote, ndipo mapinduzi mazuri yanapatikana ndani yake kwa ajili ya kutanguliza mamlaka ya Mwenyezi Mungu juu yake. तलावत करना, Ikiwa yeye analazimika kuboresha ibada yake pamoja na saumu, कुरान करीम analazimika kusoma Qur'ani tukufu zaidi na kufanya tafakur ndani yake. Pamoja na hii athari ya ibada zake na athari ya usomaji wa Qur'ani tukufu मसीह मौद अलैहिस्सलाम inalazimika ipatikane, ionekane katika hulka zake na katika hali yake ya kawaida, ili ukweli upatikane के बजुज ndani yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, कौन ना हक के खून mimi sasa hivi sina haja ya kufanya nasaha hii kwamba msimwage damu, kwa sababu hakuna anayemwaga damu isipokuwa yule ambaye ni mwenye shari sana. Lakini nasema hii kwamba kwa kusisitiza juu ya dhulma, msimwage damu ya uadilifu, kubalini haki hata kama inapatikana kwa mtoto. ये नहीं कि मेरा मुखालिफ Mkiona haki kwa mpinzani wetu, basi katika hali hii mwache mantaki yenu kavu, yani msisisitize, उसको छोड़ दो। और सच्चाई yani फिर फरमाया mimi sitakubali kwa sababu yeye ni mpinzani wangu. Kisha msitoe hoja wala msijadili, bali muache na kubalini haki na kweli, na ubaki juu ya haki, na toeni ushahidi kweli, kama anasema Mwenyezi Mungu, faitanabu risa min al-awsani wajtanibu qawla zur, बुत से कम नहीं, yani jiepusheni katika uchafu wa masanamu na uchafu wa uongo, kwa sababu uongo ni sawasawa na masanamu, भाइयों या दोस्तों पर हो, na चाहिए kitu ambacho kinawageuzeni katika haki, basi ile ni sanamu yenu. Toeni ushahidi wa kweli, hata kama uwe dhidi ya babu zenu, ndugu zenu au rafiki zenu, फिर आप फरमाते हैं na haitakiwi uadui wowote upatikane katikati ya ukweli. Uwe uadui wa aina gani, usiwazuie katika kusema kweli. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, kuzungumza sena yasiyo na maana pia ni hatari. Kwa hiyo mtaki anazuia ulimi wake, hasemi kitu chochote kinyume na uchamungu, basi mufanye mutawale juu ya ulimi usitawale juu yenu, ili muendelee kusema yasiyo na maana. जाके Huu ndio ni uchamungu. खोले गए हैं हमारे दाखिल Kila mmoja anatakiwa ajitahidi kupata uchamungu wa aina hii, ili apate ridhaa ya Mwenyezi Mungu, जायजे ले, ili iwe rahisi kuingia katika pepo ambayo milango yake imefunguliwa kwa ajili yetu. इस दर्द भरे पैगाम Ikiwa kila mmoja wetu atajichunguza,
atajijua mwenyewe ये खास तौर पर अपने जमात वालों को ही नसीहत kwamba katika ujumbe huu na nasaha hii ya sinam alayhi salatu wassalam anafuata kiasi gani. इंसाफ पर कायम Na sinam alayhi salatu wassalam amewasihi wanajumuiya wafuasi wake katika kitabu chake kiitwacho Izalauham, हमारे यहाँ ikiwa kila mmoja wetu kwa kubaki juu ya uadilifu hata mwaga damu ya kweli, basi mambo yanayopatikana nyumbani kwetu yatakwisha, na uadui unaopatikana katika ndugu utakwisha, na mambo yanakuja katika kadhaa pia yatakwisha. Katika ये सब मसाइल पैदा jamii yetu ya jumuiya kuna mambo ya biashara na ya kupeana mali. Shida inapatikana kwa sababu ya hii, shida yote itakwisha, na hii yote inapatikana kwa sababu ya kutokufuata ukweli na kwa sababu ya kutanguliza kibri ya nafsi. Ndiyo maana Sinama alayhi salatu wassalam alisema, ikiwa mnaboresha kipimo cha haki yenu kiasi hiki kwamba hata mtoto akisema haki na kweli mtakubali, na katika hali hii mtajiepusha katika maovu ya kila aina, na katika hali hii hamtasema kwamba mtoto mdogo ananisihi सच्चाई इख्तियार कर au mnyonge ananielekeza kwenye haki au maskini ananiambia kweli. खुदा ताला को बहुत पसंद है। बस देख Basi kwa ajili ya kufuata ukweli mtu anatakiwa देखते हैं जन्म ले afuate unyenyekevu. Kisha unyenyekevu ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda sana. और Kisha angalieni, अल्लाह ताला की pamoja na wema ya kweli, wema chungu mzima inapatikana, na wema inaendelea kuzaa watoto wake, बयान हुई है। na kitu hiki kinasababisha kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. मौला इस्लाम ने हमें नसीहत फरमाई है, वो ये है Mambo yaliyoelezwa katika maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, katika mambo haya jambo hasa ni nasaha ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba kitu ambacho kinageuza शैतान के जकड़े uso wenu katika haki, basi ile ni sanamu kwenu. खुलने से Ikiwa tunataka kupata faida katika Ramadhan, हमें ikiwa tunapata faida kwa sababu ya kufungwa kwa shetani na kwa sababu ya kufungwa milango ya motoni, होगा katika hali hii tunalazimika turekebishe kibla ya haki zetu. कि मैंने तुम्हारे लिए Ikiwa kibla yetu itakuwa kwa Mwenyezi Mungu, katika hali hii tunaweza kupata faida katika tangazo hili la Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimewafungulieni milango ya peponi kwa sababu ya baraka ya Ramadhan. कि अपने कौलो अमल की सच्चाई के मायार ऊंचे Ikiwa sisi kwa kufikiria kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kufuata kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi muboreshe ukweli wenu ताला की na कमाल मेहरबानी amali zenu, ikiwa hali hii haipatikani, basi Mwenyezi Mungu hana haja kwamba muache kula na kunywa. इन पर चलने वाले के लिए Na hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu ya mja wake, महीने में kwamba kwa kuelekeza njia za ibada na wema, इन na yule ambaye anayefuata njia zile Mwenyezi Mungu anampatia neema zake हदूद को ही खत्म कर दी बेइंतहा हदूद katika Ramadhan kwa sababu ya ibada na kwa sababu ya wema, na mtu anapata neema hii, na neema hii haina mipaka, ni neema isiyo na hisabu. इसमें दाखिल Na amesema, njooni सच्चाई का रास्ता na mwingie katika pepo ya ridhaa yangu, lakini kumbukeni, की पैरवी kwa ajili ya kuingia humo तो जिस तरह mnalazimika kufuata njia za ukweli katika kauli yenu na katika amali yenu. Ikiwa nyinyi mkifuata kibla hii mtapata वरना रमजान के बावजूद lengo lenu. Kama siku hizi katika magari navigation inapatikana, na kwa kufuata navigation tunafika mahala petu. Pengine नई सड़कें बन kwa kuwa na Ramadhani mtaendelea kuhangaika hapa na pale, bali navigation ya dunia baadhi wakati kosa linapatikana, na baadhi wakati barabara zingine hazionekani, baadhi wakati njia mbili zinaonekana, na kwa sababu ya hii
तो सीधे tunaenda mbali. Baadhi wakati kwa kufuata njia ndogo tunaendelea kuhangaika katika michororo midogo midogo, lakini mkifuata kibla ya Mwenyezi Mungu mtaingia peponi moja kwa moja. ताला की रजा Katika Ramadhani hii kila mmoja wetu anatakiwa ajitahidi kurekebisha kibla yake na aboreshe इस मजमून को kauli na amali ya ukweli wake, ili tupate pepo ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. मुक्तसर करने की वजह यह है Madhumuni hii nimefupisha. देरीना Mwenyezi Mungu akijalia madhumuni iliyobaki katika Ijumaa ijayo nitaeleza. Nimefupisha madhumuni hii kwa sababu nataka kueleza mukhtasari wa mtumishi wa jumuiya moja ambaye amefariki hivi karibuni. Huyu mzee wetu ni bana Chaudhry Shabir Ahmad Saheb. जानते हैं Katika Pakistan kila mwanajumuiya, hata kama si kila mwanajumuiya, lakini kila jumuiya hasusan wanajumuiya wa zamani wanamtambua. हैं Kwa muda mrefu aliitumikia jumuiya kuwa wakilul mal awal. जब निज़ाम इस मौजूदा Huyo ni mzee ambaye अगर बुनियादी ईंटें नहीं तो कम से कम katika nidhamu ya jumuiya, जिन्हें हज़रत मुस्लिम और yani nidhamu hii ya jumuiya, तरबियत से ikiwa hakuweka jiwe la msingi, lakini aliweka लोगों ने jiwe muhimu sana katika nidhamu hii, जमात की खिदमत की तौफीक पाई ambaye alipata baraka katika malezi ya halifa mtukufu wa pili. इसमें ये इन पुराने लोगों की खिदमत Kisha hawa watu walitumikia jumuiya bila kuwa na tamaa yoyote. Matunda tunayokula siku hizi, वफात याफ्ता है उनका तो जिक्र को katika matunda haya kuna sehemu kubwa ya huduma ya wazee wetu waliotumikia jumuiya. शबीर अहमद साहब Vile vile kuna wafu wengine, nitaeleza habari yao pia, lakini kwanza nieleze kuhusu bwana Shabir Saheb. साल की उम्र में इनकी वफात हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन Tarehe 22 Julai हज़रत हाफिज अब्दुल 2012 katika umri wa miaka 95 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake Hafiz Abdul Aziz Saheb na mama yake Hazrat Aisha Begum Sahiba wote walikuwa masahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, lakini babu yake पैद की थी इनके दादा चौधरी नबी बख्श साहब रियासत जम्मू के बाबकार alijiunga na jumuiya wakati wa halifa mtukufu wa pili. पाबंदियों के बायस Babu yake Chaudhry Nabi Bakhsh Saheb बल्कि विक्टोरिया के ज़माने में ये हिजरत कर alikuwa mkulima wa riasa Jammu Kashmir, सियालकोट आ गए na kwa sababu ya mateso yaliyoletwa kule riasa Jammu Kashmir wakati wa Malkia Victoria, yeye alihamia Sialkot. आपके वालिद जो थे शबीर साहब के वो भी अखलाक फाजला बुलंद अखलाक फाजला वाली शख्सियत थे हाफिज़ कुरान होने की वजह से बड़े नुमायां थे Baba yake Chaudhry Shabir Saheb yeye pia बच्चों की तरबियत भी उन्होंने बड़ी alikuwa na hulka njema sana na alihifadhi Qur'an tukufu. Kwa hiyo alikuwa akijulikana katika eneo lake, मिशन मिडिल स्कूल na kwa sababu ya hii aliwapatia malezi watoto wake katika mazingira ya dini. Chaudhry Shabir Saheb alipata masomo ya msingi katika shule ya Scott Mission huko Sialkot, तालीम इस्लाम कॉलेज कादियान से किया na katika mwaka 30 alishinda katika imtihani ya darasa la 8. Baadaye baba yake alimtuma Qadian, na kule alikaa pamoja na alifa mtukufu wa pili, कादियान में na alipata nafasi ya kusoma shairi mara kwa mara. तकरीर से पहले नज़म पढ़ी Mara ya kwanza katika mkutano wa Siratun Nabii इन्होंने मैट्रिक कर लिया alisoma shairi kabla ya hutuba ya halifa mtukufu wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Baada ya kufaulu katika masomo ya matric, kwa sababu kule Qadian kuliko hakuna college, kwa hivyo दफ्तर में काम किया katika college ya Sialkot alishinda katika mtihani ya BA. Baadaye alikaa Qadian na alifanya kazi pamoja na Maulvi Sher Ali Saheb wakati alipokuwa akifasiri Qurani tukufu katika lugha ya Kiingereza, na bana Shabir Saheb alikuwa akimsaidia kwa kutype ile tafsiri.
kisha kwa ajili ya kibarua alikuja Lahore. मैं अपनी गुफ्तगू में बड़ी शायरी Alikuwa shairi mzuri na नेकियों का alipata sauti nzuri na 1940 alikuwa mtu mwenye bidii sana. और ये मुंतखब हो गए, Wema chungu mzima ilikuwa ikipatikana ndani yake. लेकिन 1944 में इस अरसे के दौरान ही Katika mwaka 40 alishinda imtihani ya military accounts, माउद ने इनको 1950 में बुलाया और इनका खुद इंटरव्यू लिया। na mwaka 44 alijitolea wakfu maisha yake. Halifa mtukufu wa pili katika mwaka 50 alimuita na alifanya interview yake mwenyewe, na kwa hiyo alistaafu katika kazi yake na baadaye alihamia Rabwa. Mwanzoni alitumikia jumuiya kama naibu wakil, 10 साल काम किया। na kisha mwaka 60 mpaka kifo chake alitumikia jumuiya kuwa wakilul mal, na huduma yake hii ni ya miaka 52, na kabla hii miaka 10 pia alifanya kazi kama ni naibu wakil. अंजाम देते रहे। Tangu halifa mtukufu wa pili mpaka leo Mwenyezi Mungu amemjalia ameitumikia dini इसके अलावा भी खुद katika idara mbalimbali ya jumuiya pia aliitumikia. मात पर मामूल रहे। Aliwahi kuwa mu'tamid wa Khudamul Ahmadiyya. फिर Vile vile katika idara mbalimbali za Khudamul Ahmadiyya pia aliendelea kutoa huduma zake. मजलिस कारपरदाज Aliwahi kuwa naib sadar wa Ansarullah. Aliwahi kuwa member maalum kwa muda mrefu. में इनको Alikuwa member wa Majlis Karpardas na alikuwa kadhi wa jumuiya pia. की तरफ से हज बदल का तौफीक भी Mwaka 1960 मुख्तलिफ ममालिक में दौरों पर जाते रहे। alibahatika kufanya haj kwa badala ya mke wa Mia Bashir Ahmad Saheb. Mke wa Mia Bashir Ahmad Saheb alienda kutembelea jamaa nchi mbalimbali na aliandika vitabu chungu mzima vya shairi. Tangu mwaka 65 mpaka 83 wakati wa mkutano wa mwaka alipata nafasi ya kusoma shairi katika Durrasamin, खलीफा मुहिराबे के na hapa pia इसके दफा 1986 na 98 alipata bahati ya kusoma shairi. Halifa mtukufu wa 4 baada ya kusikia shairi lake alisema kwamba umetukumbusha mikutano ya zamani iliyokuwa ikifanyika huko Kadian na Rabwa. प्रोजेक्टर और तस्वीरों की स्लाइड्स हैं वो ले जाया करते थे। जो Alikuwa na sifa moja maalum kwamba alipokuwa akienda kutembelea jamaat alikuwa akibeba projector na picha mbalimbali, ये दिखाया करते थे कि दुनिया में picha za mission mbalimbali za jumuiya, बन रहे हैं, na badala ya kutoa hutuba ndefu alikuwa akionyesha picha na kwa kutumia projector kwamba mission zinajengwa duniani na shule na hospitali zinajengwa na misikiti inajengwa duniani, na alikuwa akionyesha picha kwa kutumia slide, na hii ilikuwa njia ya kuwapatia malezi watoto wetu na wanajumuiya wetu. Vile vile wasiokuwa na jumuiya katika vijijini wao pia walikuwa wakija, na kwa kuona picha zile kwamba jumuiya inahudumia hivi Islam, alikuwa akifanya mahubiri जब तक badala ya kutoa hoja. Yeye kwa kutumia projector alifanya mahubiri sana. जलसे में आए थे और खिलाफत जोबली के इज़हार तशक्कुर का जो रिपोर्ट थी, Madamu alikuwa na nguvu aliendelea kufanya hivi. 2009 alikuja hapa katika mkutano wa mwaka, na taarifa ya karne ya uhalifa ye की रकम के मुख्तलिफ alipata bahati ya kutoa na kueleza, भी इनको पेश करने की तौफीक मिली। na fedha niliyopewa इनके ili nitumie kwa ajili ya jumuiya, yeye alipata bahati ya kunipatia ile fedha na ile cheki ya ile fedha. रिश्ता नाता के नायब नाज़र हैं। तीसरे Mtoto wake mmoja ni mbashiri wa jumuiya huko Marekani, अफ्रीका में na mtoto mwingine pia ni wakfu katika ofisi ya Rishtanata ni Nazir, na mtoto wa tatu pia alijitolea kwa muda mchache huko Afrika. Siku hizi ni katibu wa taalimu hapa UK, jina lake ni Fazl Tahir.
alikuwa na watoto wa kiume watatu na vile vile mabinti zake pia wanaitumikia jumuiya vizuri na vile vile waume zao pia wanaitumikia vizuri jumuiya. या इख्तिलाफी मसाइल के बारे में जो भी होता kisha alikuwa na sifa hii pia kwamba alikuwa akiwatumia है सियालकोट या जहाँ भी होते थे alikuwa akiwahubiri jamaa zake wasiokuwa na jumuiya kwa kuwatumia magazeti ya jumuiya, na alikuwa akiwatumia magazeti haya kwa kutumia posta, na alikuwa anajua unwani za jamaa zake wote wasiokuwa na jumuiya. Kwa hiyo alikuwa akiwatumia gazeti la Al-Fazl au gazeti lingine kwa kutumia posta. थे अब तो साइकिल पे आया करते थे दफ्तर, लेकिन जब Alikuwa akiwatendea vizuri wafanyakazi wote wa ofisi, na mfanyakazi mmoja anasema kwamba alikuwa mgonjwa na alikuwa akija kwa kutumia baiskeli, lakini mimi nilisema kwamba anatakiwa aletwe kwa gari. गिरफ्तारी से Lakini siku moja mfanyakazi wa ofisi alichelewa kupeleka gari. कुछ कहने के फिर गाड़ी Badala ya kumkasirikia yeye कि आपकी याददाश्त के alimpatia nasaha hivi kwamba लिए इसी तरह इनकी बेटी भी कहती alituma बजाय इसके Aulman kwa नसीहत करें डांट katika bahasha kwamba hii ni kwa ajili ya hii kwamba ukumbuke usisahau. खुद ही अपनी इस्लाह करने की कोशिश Binti yake pia anasema kwamba badala ya kutoa nasaha ndefu, में कोई कहानी bali alikuwa akituonyesha mfano wake, na hivi alikuwa akijaribu kurekebisha na kufanya malezi, na baadhi wakati alikuwa akieleza historia kwa ajili ya kutupatia malezi. थे Binti yake moja anasema kwamba katika maradhi yake ya mwisho alisema kwamba shairi inashuka uandike, na shairi ile ilikuwa hivi kwamba kwa ajili ya huduma ya dini, e Mola wangu शाता करते ये इनकी आखिरी unijalie nijitolee wakati wa kuondoka, unirahisishie mwisho wangu na iwe rahisi kwangu kuondoka na kuaga dunia hii. शुक्र के जज्बात के साथ हम तो सुना किया करते थे Kisha alikuwa na sifa ingine pia और हज़रत मुस्लिम माऊद kwamba उन्होंने जब इनका वक्त कबूल किया alikuwa akimsifu Mwenyezi Mungu kwa kumshukuru sana. Halifa mtukufu wa pili alipokubali wakfu yake alimpatia nasaha hii, na Hazur anasema kila wakfu anatakiwa kumbuke nasaha hii kwamba ufikirie kuhusu kazi ya jumuiya kama mama anafikiria kuhusu mtoto wake. Kisha kwa fadhili za Mwenyezi Mungu alifuata nasaha hii katika maisha yake yote. जिसमें भी घर के ताल्लुकात इनके अच्छे थे, बीवी का बड़ा ख्याल रखना, लेकिन जहाँ दीन का सवाल आ जाता Na daima pamoja na hii kwamba ni mgonjwa तो वहाँ ये कह दिया करते थे au कैसे आए इनकी अहमियत भी ni mambo ya nyumbani, lakini kama kulikuwa swali la dini na kama kulikuwa ziara ya dini, दीन के कामों से जाता हूँ kwa sababu ilitokea hivi kwamba baadhi wakati mkewe alikuwa naumwa सवाल भी दिया au yuko karibu kuzaa mtoto, yeye alikuwa akisema kwamba mimi naenda kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mwenyewe ataboresha kazi yangu. Na Mwenyezi Mungu alikuwa akiboresha kazi zake zote, na alikuwa akiangalia mwenyewe kazi zake. बास बज़ाहिर, लेकिन इन पुराने लोगों की इन बातों से आजकल के भी हर वाकई जिंदगी को भी और Kuna mambo mengine madogo madogo ya kidhahiri अहदेदार को भी ya watu hao wa zamani, कि lakini kila mfanyakazi wa jumuiya na wakfu किताबें देख रहे थे wakfu aliyejitolea maisha anatakiwa akumbuke. एक दो रस्मी निकल Mfanyakazi mmoja wa ofisi yake anasema kwamba safari fulani vitabu जाती तो रस्मी vya ofisi vilifanywa binding, na alikuwa naangalia na akawakuta kitabu chake कहा कि सब binafsi, नहीं है na akasema kwamba hiki ni kitabu changu na umefanya binding, niambie matumizi kiasi gani yamefanywa. Mfanyakazi akasema kwamba kitabu hiki pia kimefanywa pamoja na vitabu vingine. Akasema hapana, ufanye utafiti kiasi gani imetumika. Yeye hakukaa kwa utulivu mpaka alilipa malipo yaliyotumika katika kufanya binding ya ile kitabu kilichokuwa kitabu cha binafsi, अक्सर नसीहत फरमाते na alikuwa
alikuwa akiwapatia nasaha kwa njia nzuri bila kuwaudhi wafanyakazi wa ofisi. में alikuwa akisihi, तालिब इनाम नहीं होना चाहिए। na hii ni nasaha kubwa sana. kila mmoja anatakiwa akumbuke kwamba huduma ya dini inatakiwa ifanywe kwa furaha na kwa raha, na mtu hatakiwi ategemee malipo kwa sababu ya ile huduma. Mwenyezi Mungu amepatia nafasi atoa huduma, kwa hivi mumridhishe Mwenyezi Mungu kwa kufanya huduma. Na watu waliokuwa akija ofisini alikuwa akikutana nao kwa kutabasamu, na alikuwa akisimama kwa ajili yao, na alikuwa akisema kwamba wale wanakuja ofisini tunatakiwa tukutane nao vizuri na tuwaulize maji. Na kwa kuacha kazi yake alikuwa akizungumza nao, na hata kama muda mwingi ulikuwa ukitumika, चंदों का मामला है, बाज़ hata kama ofisi ilikuwa inafungwa, lakini alikuwa haendi nyumbani bila kumaliza kazi yao. baadhi wakati mgeni au watu walikuwa wakileta hesabu ya michango, से में अगर कोई आ जाता था na makatibu wa fedha wanajua kwamba wanaoleta michango ikiwa hesabu yake si sahihi wanakasirika. kwa hivyo ikiwa mtu alikuwa akimkasirikia yeye, alikuwa akikaa kimya, na baadaye yule alikuwa alimkasirikia alikuwa akiomba radhi kwake. खलीफा को दुआ के लिए लिखो। vile vile alikuwa akiwakumbusha wafanyakazi na watoto wake pia kuhusu sadaka, ये na kisha alikuwa akisema kwamba andikieni barua kwa halifa kwa ajili ya maombi. जब जाके बाहर दौरों में जाओ तो जमातों को खलीफा उसका पैगाम पहुंचाओ, बजाय इसके कि अपनी जुबान में कुछ कहो। alikuwa na sifa hii pia. alikuwa akiwaambia wafanyakazi wake kwamba mnapoenda kutembelea jumuiya भेजते किसी को mupeleke ujumbe wa halifa mtukufu badala ya kutoa hutuba zenu. ये कहते कि आप बरकत के नुमाइंदे हैं, kisha alikuwa इसका ख्याल रखें। na sifa hii pia kwamba alipokuwa akimtuma naibu wake au wafanyakazi wake kwa ajili ya kutembelea jumuiya, alikuwa akisema kwamba nyinyi ni wakilishi wa jumuiya, kwa hiyo mnatakiwa muzingatie hulka zenu. बाज़ दफ़ा दफ्तर से ज़ायद वक्त गुजारना होता तो ख्याल करते कि दफ्तर बंद हो गया है और कारकुन ये बुरा ना समझे, तो उनको कहा करते थे बड़ा अच्छे अंदाज में कि आप लोग ये ना समझे baadhi wakati alipokuwa akifanya kazi ofisini kwa muda mrefu, चले गए na दफ्तर में काम कर रहे हैं, alikuwa akiwaambia wafanyakazi wa ofisi kwamba msione kwamba हमें इजाफी खिदमत का मौका wengine walioenda nyumbani kwa kufunga ofisi wao अमली सबूत। wamepata faida, bali wao wanapoteza muda wao. Na Mwenyezi Mungu ametujalia sisi tunaitumikia jumuiya na tunahudumia jumuiya na kazi, tunafanya kazi ya Mwenyezi Mungu. पहले वफात से उनकी तीमारदारी के लिए खाकसार गया तो मुझे कहने लगे कि कोई नासिर अहमद नाम का Lakini wafanyakazi wa ofisi wanasema kwamba siku 4-5 में 3-4 कारकुन है नासिर, mtu mmoja anasema nilipokwenda kumtembelea कहने लगे akaniambia kwamba Nasr Ahmad alikuja kwa kunitembelea, तो मिलने मुझे आया था नासिर अहमद। na nikasema kuna Nasr 3-4 katika ofisi. Akasema hapana, kuna करेंगे कौन है और मेरी तरफ से मदद कर दें कि बच्चे alikuja kukutana nami bana Nasr, lakini mtoto akasema kwamba mimi nalala, kwa hiyo yeye alirudi bila kuniona. Ufanya utafiti ni nani na umpatie radhi kutoka kwangu kwamba mtoto labda kwa kuniona kwamba nimefunga macho kwamba nalala, kwa hiyo umpatie umridhishe kutoka kwangu. Na hivi alikuwa akiheshimu wafanyakazi wake na alikuwa akitoa sadaka. Huzur anasema mimi nimeeleza habari yake kwa fupi, और खुशमिजाजी से किया करते थे। na sifa zake zilizondekwa ni kidogo sana. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu alikuwa na sifa chungu mzima, बहरहाल na alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana na kwa shauku sana. वफा के साथ Alikuwa akipenda sana uhalifa. खलीफा वक्त के सुल्तान नसीर भी थे। Huyu alikuwa mzee wetu ambaye kwa imani alifanya kazi, इंतहा किया करते थे। alikuwa msaidizi wa halifa, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। na pamoja na hii alikuwa akifanya maombi sana kwa ajili ya halifa. और ऐसे Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. या फरमाता रहे। इसके अलावा कुछ और भी
याफ्तगान जिनका मैं जिक्र किया na mwenyezi mungu की नमाज के बाद atujalie kwamba wafanyakazi wa aina hii waendelee kupatikana katika jumuiya. नमाज के बाद ही मैं पढ़ाऊंगा Wapo wengine pia ambao waliofariki, मुरब्बी सिलसिला मकबूल है nitaswalisha jeneza ya bana Shabir saheb na hawa wafu wengine pia baada ya swala ya Ijumaa. तंत्रियों की तकलीफ थी Miongoni mwa hawa moja ni mbashiri wetu Makbula Mazafar saheb 20 जुलाई को ambaye alikuwa katika ofisi ya Nizarat Islah Urshad. Alikuwa na maradhi ya mishipa. कोट मोहम्मद यार चन्योट के करीब रहने वाले थे ये Tarehe 25 wa Julai amefariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. एक तक अरबी में तखस्सुस किया Alikuwa mwenyeji wa Kot Muhammad ya karibu na Chniot. अहमदी अपने अरबी के उस्ताद रहे फिर ये 2007 97 mpaka 2001 alisoma masomo ya Kiarabu. इसी तरह होम्योपैथी Aliwahi kuwa mwalimu katika Jamia Ahmadiyya. वापस आए तो इस्लाह उर्शाद मक्किया में Alienda Syria na kule alifanya diploma katika lugha ya Kiarabu. Alikuwa mjuzi wa madawa ya homeopathy. इसी तरह Aliporudi kutoka Syria katika ofisi ya Islah Urshad Markazia, alipewa jukumu la kutumikia jumuiya. की जो Alikuwa mtu वो भी इनमें थी mwenye elimu sana. इनमें थी Alikuwa mtu rafiki wa elimu, का होम्योपैथी bali alikuwa na sifa zote ambazo ni sifa za mbashiri. को आ जाता था तो Na kama nilivyosema, alikuwa कुछ मिजाज alifanya diploma katika homeopathy na से कारकुनों से alikuwa akiwapatia madawa watu hata kama mtu anakuja अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए wakati wote, na alikuwa akitayarisha dawa kwa ajili yake, तो भी अल्लाह ताला na alikuwa akiwatendea vizuri wenzake. Mwenyezi Mungu amghofirie. Ana watoto, Mwenyezi Mungu awapatie subra watoto wake na familia yake. दूसरा जनाजा है Jeneza ya tatu तीसरा महाराज सुल्ताना साहिबा अली हकीम बदरुद्दीन साहिब आमिल दरवेश का ध्यान उनकी 86 साल की उम्र में 19 जुलाई को वफात हुई है ni Merai Sultana Sahiba, mke wa Hakim Badruddin Sahib Darwesh wa Qadian. खाना गुजारा Amefariki katika umri wa miaka 66 tarehe 19 wa Julai, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. का ध्यान Aliishi pamoja na mume wake katika hali ya dhiki huko Qadian, na alikuwa mwalimu wa shule, na alikuwa mwanamke mwenye subra sana. रखकर दिलवाती रही Aliwahi kuwa katibu wa mkuu wa Lajna Maila wa Qadian. अल्लाह ताला रूहों के दर्जात बुलंद फरमाए Alikuwa akiwalea watoto maskini kwa kuweka nyumbani kwake. सुल्ताना एलिया डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान साहब शहीद का Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. मोहम्मद अहमद Vile vile jeneza ya nne ni ya Mariam Sultana, mke wa Muhammad Ahmad Khan Saheb, और इनकी वफात हुई aliyekuwa shahid. 18 जुलाई 2012 Muhammad Ahmad Khan Saheb mume wake aliuawa katika Kuhat. बड़ी Mariam Sultana Saba amefariki tarehe 14 wa Julai 2012. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. करने वाली थी और बड़े मजबूत इरादे की मालिक Alikuwa mwanamke mwenye bidii sana. इनके Alikuwa akipenda sana kufanya mahubiri, na alikuwa akijitolea sana, na alikuwa इरादे का इस तरह पता na खामन डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान साहब को कोहाट में shujaa sana, दिया गया 1957 में असली हुर्मती सानी के na hali yake inaonekana hivi kwamba mume wake Muhammad Ahmad Khan Saheb मरियम सुल्ताना साहब के वालिद aliuawa Kuhat mwaka 1957 wakati wa halifa wa pili. साहब की बैत से हुआ जिन्होंने तस्लीफत मसीह अव्वल Babu yake तलानों के हाथ पे बैत की alikuwa Nayatul Afghani, अनायतुल्लाह अफगानी साहब का ताल्लुक अफगानिस्तान के na Nayatul Afghani alipojiunga na jumuiya iliingia katika familia yake, na alifanya bayat kwa mkono wa halifa wa kwanza. जो है हज़रत मसीह Nayatullah alikuwa mwenyeji wa Khost, अफगानिस्तान से कादियान na alikuwa miongoni mwa wafuasi wa Shehzad Abdul Latif. खलीफा अव्वल की बैत की Kisha साहब पैदाइशी अहमदी थी baada ya kufariki wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, familia yake ilihamia Qadian, na kule walifanya bayat kwa mkono wa halifa wa pili. जो 1949 aliolewa na bana Muhammad Ahmad. फिर ये लोग कोहाट चले गए वहाँ
alikuwa mtoto wa Khan Mir Khan, alikuwa mlinzi wa halifa wa pili. Baadaye hawa walihamia Kohat. Kule mdui mmoja alikuja kumuita kwamba aende kumwangalia mgonjwa. Kwa hiyo kule alipiga risasi na katika kijiji kule kulikuwa hakuna mwanajumuiya, na alikuwa peke yake mwanajumuiya kule, na alikuwa na watoto wadogo wadogo, na mume wake alikuwa musi. Ye maiti ilikuwa nyumbani, watoto wanalia. Basi katika hali hii mwanamke afanye nini? Na kulikuwa hakuna mtu wa kumpatia ushauri, na wakati huo kulikuwa hakuna mitambo ya kuwasiliana, na alikuwa na hii pia kwamba mume wangu ni musi na lazima nimpeleke Rabwa. Kwa hiyo alifanya hivi kwamba alikodisha gari na aliweka maiti ndani yake na watoto wake pia. Kwa hiyo akaja Nakhla ambapo halifa wa pili aliishi kule. Kwa jeneza ya mume wake ilisaliwa kule. Baadaye alienda naye Rabwa, na alikuwa mwenye shujaa sana. Aliwapatia watoto malezi na aliwasomesha, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu alifaulu katika juhudi lake, na alikuwa na hamu hii kwamba watoto pia waendelee kubaki juu ya wema. Mwenyezi Mungu ajalie katika kizazi chake watumishi wa jumuiya waendelee kupatikana, na Mwenyezi Mungu amghofirie na aiweke roho ya marehemu mahala pema. Kama nilivyosema, baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ya hawa wote. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.